Oktoba na huu mkoa tunashiriki uchaguzi. Yaani huu mkoa uchaguzi ufanyeje? Sisi hatununi uchaguzi, tunashiriki. Na kwa takwimu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Tume ya Uchaguzi ilipoamua kuhuisha taarifa, iliweka malengo ya mkoa wa Arusha wananchi kujisajili aidha kwa waliohamia au waliofikisha miaka ya kupiga kura, ikaweka idadi ya watu 80,000. Mbele ya uwanja huu wa ofisi za mkuu wa mkoa, naomba kupa taarifa ya kwamba wananchi walijitokeza kwa wingi. Malengo ya juu yalikuwa watu 80,000, na Arusha mkoa walijisajili na kuhuisha taarifa zao watu takribani 77,000, na wakiwepo wapiga kura watu 56,000. Hiyo ni dalili ya kumwambia Daktari Samia Suluhu Hassan utakapoongea naye kwamba Arusha inashiriki uchaguzi na Makonda ni mgombea. Arusha oye! Kwa sababu watu, dalili moja ya kuonyesha kwamba wanashiriki uchaguzi ni kwenda kufanya nini? Kama wamejiandikisha watu 77,000, ni zaidi ya 90 ngapi? Na 5. Maana yake ni mafanikio makubwa sana. Jamani, ningetamani kumshukuru kila mtu. Na fulani nilionayo ni kwamba mpaka viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti wetu wamekuja hapa kukupokea. Viongozi wa kata wa Chama cha Mapinduzi wamekuja hapa kukupokea, na jumuiya zote. Hii ni dalili ya kwamba wana upendo mkubwa kwako, lakini pia wana heshima kubwa kwa Chama cha Mapinduzi kwa kukupata wewe. Jamani, baada ya kusema hayo mengi, naomba nitumie fursa hii sasa kuambia kwaherini watumishi wote wa mkoa wa Arusha na taasisi zote. Ninaomba kuwaaga rasmi. Najua tutapata maneno mawili matatu mle ndani, lakini umati huu, baada ya mkuu wetu wa mkoa kuhutubia, nitaenda kumkabidhi ofisi, atasaini kitabu na kwenda kwenye ukumbi kumkabidhi nyaraka, na chukua gari langu huyo kwa mke wangu Maria. Nitampa nafasi mkuu wa mkoa afanye sasa majukumu yake, na leo ana ratiba ndefu. Anaenda kuapisha wakuu wa wilaya wapya, lakini pia anajiandaa, mwenge unakuja katika mkoa wetu, na huo mkesha tutakuwa naye. Na naomba pia tujihamasishe, tufanye mkesha mkubwa tarehe 11, na baada hapo tumpe ushirikiano kama nilivyosema mwanzo. Kwa watumishi wote nawashukuru sana. Kama kuna mtumishi spana zilizidi kiasi kwamba nati kataka kukatika, moyoni mwako jua jambo moja tu: Makonda alitaka Arusha ifanane na hadhi ya kuwa makao makuu ya Afrika Mashariki. Na hilo jambo, mheshimiwa kiongozi, nitamwambia Arusha hatushindani na Dodoma, hatushindani na Dar es Salaam. Arusha sisi ni makao makuu ya Afrika Mashariki. Nchi 7 za Afrika Mashariki zinapaswa kuiona Arusha kama makao makuu yao. Maana yake tunatakiwa kuizidi Nairobi, kuizidi Kampala, kuizidi Kigali, kuzidi Dodoma na Dar es Salaam. Na chini ya kiongozi, nina matumaini makubwa tutafika kwenye hiyo ndoto niliyoianza katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo naomba mkirudi nyumbani mniombee. Mambo yangu ni matatu. Mheshimiwa Rais ametuteua au ametutuma kazi kuja kuwatumikieni. Sisi sio mabosi. Tumekuja kufanya kazi ya watu. Na watu wenyewe ndio nyinyi mlioko hapa. Mimi niombe ushirikiano wenu. Tushirikiane kwa nini? Ili tuweze kusukuma ajenda ya maendeleo mbele. Pale alipoishia ndugu yangu na kaka yangu Makonda, nitaendeleza pale pale kusonga mbele.
lengo ni mwananchi wa Arusha aweze kufurahia matunda ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Rais aliponiteua, naamini wote mlisikia, kuna kazi alinituma hapa na alizungumza hadharani. Sina sababu ya kurudia maneno ya Mheshimiwa Rais. Ninachomaanisha ni nini? Sitaruhusu kikwazo chochote kitakachojaribu kuzuia maendeleo ya wananchi. Hilo jambo sitalibariki. Ajenda yetu kubwa ni wananchi kuwa na imani na serikali yao. Fedha zinaletwa, miradi inajengwa, wajibu wetu ni kwenda kuisimamia kikamilifu. Miradi ikikamilika, wananchi wanapata huduma bora. Lakini niombe sana kwa watumishi wenzangu wa umma, tushirikiane, tuitende kazi vizuri. Tumeaminiwa, sisi sote ni watumishi ambao Mheshimiwa Rais anatuamini. Twendeni tukashikamane, matarajio yake sisi twende tukayatekeleze, kwa sababu lazima tujue tunafanya kazi kwa niaba ya watu. Wapo watu wengi wenye uwezo wa kufanya kazi zetu, lakini Mungu katika kipindi hiki ametutuma sisi. Twendeni tukaitende hiyo kazi kwa uaminifu mkubwa, ili mwisho wa siku hata unapotoka, kama leo mstaafu anapotoka, kuna alama ameziacha na zinaonekana. Na mimi nikuhakikishie, vijana wamesema spana ziendelee, sisi tutaendelea kusimamia kanuni, sheria na taratibu, kwamba kila mmoja awajibike kwa nafasi yake. Jambo la tatu, kwa historia ndogo sana, jana nilikuwa kuna mtu aliandika, nimeona kwenye grupu, alikuwa anamkompea kaka Makonda na mdogo wake kiongozi. Sasa nikaa naangalia, mheshimiwa alishakuwa kiongozi wa chuo kikuu na mimi nimekuwa kiongozi wa chuo kikuu. Amekuwa kiongozi wa TAHLISO na mimi nimekuwa kiongozi wa TAHLISO. Amekuwa mkuu wa wilaya na mimi nimekuwa mkuu wa nini? Amekuwa RC na leo mimi ni nani? Sasa ndugu yangu, simapacha. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Duniani tuishi kwa upendo. Duniani tuishi kwa nini? Kwa upendo. Mungu kila mmoja amemwandikia nafasi yake. Huna sababu ya kugombana na watu. Huna sababu ya kuumiza watu. Huna sababu ya kuwasema watu vibaya. Huna sababu ya kutengenezea watu ajali. Kama Mungu amepanga, utakuwa tu, usitumie nguvu kubwa. Huo ndio ushauri wangu. Sisi tunasema wajibu wetu ni kumwachia Mungu atimize yale aliyoyapanga. Jambo la 4, kabla sijamalizia, Wana Arusha, hapa mimi ni kwetu. Ana kwa kujitolea. Na nakumbuka tulikuwa tunapika ubwabwa kule mashuleni huko, tunabeba mchanga tunajenga shule. Spirit ile ile tuiendeleze, kwa sababu maendeleo ninaamini ni kushirikiana baina ya serikali na wananchi. Asitokee mtu hapa Arusha akawaambia msishirikiane na serikali yenu. Shirikieni na serikali yenu. Serikali ndiyo jicho la wananchi. Msaada wa mwisho wa wananchi ni serikali yao. Muiheshimu serikali. Pendeni viongozi wenu. Tusikubali ndani ya mkoa huu rais wetu akadhalilika na sisi tupo. Tusikubali Rais Samia akatukanwa na sisi tupo. Rais Samia ni mama, ukiachana na urais wake. Ashumu mama yako akiwa anatukanwa unajisikiaje? Wajibu wetu ni kumuombea, kumtia moyo, kumsaidia kwenye mapungufu. Tukae, viongozi tupo kwa niaba yake, tuambieni, tutawasikiliza. Na kaka yangu Makonda amesema kwamba yeye amesikiliza watu sana. Nitaendeleza utaratibu huu. Kuna kero, kuna changamoto, kuna mambo hayaendi vizuri, mkuu wa mkoa nipo, na mna bahati mmepata RC ambaye ni msela sana. Sina itifaki nyingi. Mimi nimezaliwa kufanya kazi tu basi, sina mambo mengine. Napenda kuona matokeo. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Arusha, tulinde hadhi na heshima ya serikali, tulinde hadhi na heshima ya rais, tulinde hadhi ya mkoa wetu wa Arusha. Hatutamani mkoa huu ukawa ni kitovu cha maandamano ya watu. Na hili nikazie kidogo. Kwa nini? Mwaka 2006 nyinyi mnajua nini kilitokea hapa, uongo kweli? Kuna watu walipoteza maisha, familia ziliumia, wale wazazi mpaka leo wanalia watoto wao hawapo. Kwa nini?
kwa sababu kuna watu wachache waliwarubuni wale vijana, wakaenda kufanya vurugu ambazo zikagharimu maisha yao. Twendeni tukaandamane kufanya kazi kwa bidii. Kila mmoja akaandamane kutafuta fedha. Andamana kama umeoa kumpenda mumeo au mkeo au watoto wako. Hayo ni maandamano mazuri. Na ukishindwa kabisa, mwili unawasha, basi andamana kwenda kanisani au msikitini kumtafuta Mungu. Ukifanya hivyo, mambo yako yatakuwa ni mepesi sana. Wanaowatuma watu kufanya vurugu, mmewahi kuona wamepigwa? Mmewahi kuona wameumia? Mmewahi kuona mke wake ameenda polisi? Kwa nini? Wanajua madhara ya maandamano. Lakini wengine watawaambieni hapa, fanyeni vurugu, pigeni nchi yenu, pigeni jeshi la polisi, dhalilisheni vyombo vyenu vya ulinzi na usalama, msije mkaitenda hiyo dhambi. Wanaowatuma wake zao wapo nje ya nchi na watoto wao, na wao wana visa na passport za kuruka muda wowote. Wewe ya kwako iko wapi? Ukitoka hapa sana umeenda kwa Mrombo, umerudi Temi, umeenda Sekei, zaidi kumuona mkuu wa mkoa. Linda nchi yako. Usikubali Tanzania ikadhalilika, ikaharibika kwa sababu ya watu wenye ajenda binafsi. Kwa hiyo lazima tukumbushane, Arusha iwe kisiwa cha amani. Lakini ukinyanyua jiwe ukampiga jirani yako, huyo ni Mtanzania mwenzio, ni ndugu yako, ni mjomba wako, ni baba wa mtu, ni mtoto wa mtu. Kwa nini muumizane? Kwa sababu ya mtu amesema makamanda twendeni mbele tusonge, na wewe ukiangalia hujawahi kuwa hata mgambo, na wewe unaitwa kamanda, unaamini wewe ni kamanda. Msijaribu kufanya hicho kitu. Mkoa huu kama ambavyo kaka Makonda ameutengeneza na rasi na waheshimiwa ma-DC, twende tuiendeleze hii amani. Viongozi wetu wa dini, nilikuwa nafuatilia wakati niko Simiyu, wameuombea huu mkoa sana. Yamefanyika maombi mara kadhaa hapa. Ninaamini laana zote zimeshaondoka hapa. Kilichobaki, hatutamwacha mtu wapi? Nyuma. Mwaka wa uchaguzi ndio huu. Viongozi bora wanatambulika kwa matendo yao. Kiongozi bora hatambuliki kwa maneno yake. Vitendo vina uwezo wa kumuonesha huyu ni mtu bora. Uchaguzi wa Oktoba, twendeni tukashiriki kikamilifu. Usijinyime haki yako ya msingi ya kikatiba kutokwenda kupiga kura. Nenda kapige kura. Wanaosema mfano no reform no election hawafuati katiba ya nchi. Katiba inasema kila baada ya miaka mitano kuna nini? Na ili katiba ibadilike lazima muswada uende wapi? Ulisha kwenda? Twendeni tukachague viongozi. Na mchague viongozi wenye hofu ya Mungu, ambao watachochea maendeleo ya mkoa huu. Ukichagua vizuri, utaenda vizuri kwa miaka mingapi? Na ukichagua watu wenye neema, ni neema miaka mingapi? Lakini ukichagua migogoro, ni migogoro miaka mingapi? Mwenye masikio na afanye nini? Arusha tunahitaji amani na utulivu. Tunahitaji upendo, umoja na mshikamano. Na niwaambie, mna mkuu wa mkoa ambaye ni madhubuti sana. Wewe usiangalie kimo hiki. Tukutane huko ndio utajua kwamba mamlaka ipo. Hatutakubali tena michezo ambayo ilikuwa inafanyika hapa. Tunahitaji maendeleo. Hatuhitaji vurugu. Hatuhitaji kelele. Hatuhitaji mambo ambayo yanafanya mkoa huu uonekane ni mkoa wa migogoro kila siku. Tunahitaji amani, upendo na mshikamano. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, muombeni Mungu sana, tuombeni viongozi sana, na nyinyi jiombeeni sana, ili mkoa huu ukawe mkoa wa mfano ndani ya nchi yetu, ndani ya East Africa, ndani ya Afrika. Uwezo huo tunao. Senior Makonda, nikushukuru sana. Moja, kwa kunipokea jana pamoja na rasi wetu. Mungu awabariki sana. Mimi kama kiongozi nimefarijika kupata watu
ambao wamenipokea kwa upendo mkubwa sana. Wanasema first impression matters. Ndio hii ndio kutana nayo Arusha. Sikutarajia kukutana na hawa watu wote. Sijui hata mmetoka wapi. Ila ni upendo wenu na namna mlivyoishi na viongozi wenzangu. Umeongea kuhusu dereva. Dereva ni naye na nitaendelea naye. Huyo PS uliyemsema mama yangu ninamfahamu na nitaendelea naye. Rasi huyu ni kaka yangu wa miaka mingi. Namfahamu vizuri, ni mtu mwema sana. Na ubaya ni au uzuri ni kwamba kabla sijaja Arusha mimi nawasiliana naye, tunakutana vikaoni, tunataniana. Sasa Rasi nimekuja. Utani najua utapungua kidogo. Ili tuchape kazi. Tanzania we. Lakini wakuu wa wilaya walioko hapa wengi na wafahamu, ndugu zangu, kaka zangu na wengine wapya tumekuletewa hapa. Tutashirikiana vizuri kwa upendo mkubwa bila migogoro, lakini wakurugenzi wetu wote, na yupo Senior Kayombo hapa, najua mambo yatakwenda vizuri. Lakini mstahiki meya wetu yuko hapa, mzee Maximilian Irake yuko pale, ni mzee wangu wa muda mrefu, katibu Matoroka, mlezi, mzee Sabaya, mama Zelote, kila mtu hapa namjua, nikitaja majina wote na wajua hawa. Kwa hiyo hapa kilichofanyika ni kubadilisha tu chumba cha watoto, tumeingia cha wazazi. Hakuna jambo jipya.